Maisha ya Samia Suluhu sasa yamo hatarini baada ya ujumbe ama hatua kutoka kwa United Nations Geneva ambayo imezua taharuki na uoga nchini Tanzania. Ujambo na karibu. Tanzania imejikuta katika kipindi cha taharuki ya kimataifa na maisha ya Samia sasa yamo hatarini baada ya uchaguzi ulioibua kile kilichotajwa kama ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, mauaji ya raia wasio na silaha na vitendo vya ukandamizaji vilivyofanyika kwa kiwango kikubwa na kwa mpangilio maalum. Taarifa za kimataifa zilieleza kwamba maelfu ya wananchi wakiwemo vijana, waandamanaji, wanasiasa, upinzani na wanaharakati walikabiliwa na nguvu za kikatili za vyombo vya usalama baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, na operesheni hiyo iliripotiwa kuwa na utaratibu uliolenga kuondoa uwepo wa upinzani katika maeneo ya miji na vijijini kwa njia iliyogeuza miji kwa maeneo ya ukimya wa kutisha. Katika simulizi hilo, ripoti kutoka wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa mkipenda United Nations imeeleza kuwa kulikuwa na mauaji ya halaiki yasiyofuata taratibu, kutoweka kwa watu na utekwaji ambao ulilenga kuzima harakati za kisiasa. Maelezo haya yalibeba takwimu zinazotajwa kuwa za kutisha, yakionyesha kwamba takriban watu 700 waliuawa baada ya uchaguzi, huku makadirio mengine yakifikia maelfu. Wananchi wengi walikufa katika kile kilichotajwa kama matumizi ya nguvu za haraka na zenye kusudi la kuondoa upinzani bila kujali utu wa mtu. Katika maeneo mengi nchini kulikuwa na taarifa za miili kutoweka katika hospitali na vituo vya kuhifadhi maiti, hali iliyoonyesha mpango wa kuficha ushahidi wa mauaji. Familia ambazo zilifanikiwa kutambua miili ya wapendwa wao zilielezwa kukabiliwa na shinikizo la kiserikali ili wasiseme ukweli kuhusu kilichotokea. Na katika baadhi ya matukio, miili iliripotiwa kuchomwa moto na kuzikwa katika makaburi yasiyojulikana, hatua iliyovunja matumaini ya familia kupata majibu, faraja au haki ya kumzika mtu aliyepotea kwa heshima. Zaidi ya kuwepo kwa taarifa za miili kutoweka, kulikuwa na maelezo ya watu waliotekwa na kupotea bila taarifa. Ripoti hizo zilieleza kuwa serikali inaweza kujua mahali walipo na hatima yao, lakini haikuwahi kutoa maelezo rasmi kwa familia. Mazingira haya yaliacha maelfu ya watu wakiishi katika hali ya mashaka na hofu ya kudumu, wakihofia kwamba kutafuta majibu ni sawa na kujitafutia adhabu. Mamia ya watu waliokamatwa baada ya maandamano walifikishwa mahakamani kwa mashtaka mazito, ikiwemo uhaini na ujambazi wa kutumia silaha. Ripoti za kimataifa zilieleza kuwa zaidi ya watu 1700 walikabiliwa na mashtaka hayo bila kuzingatia hali hiyo ya halisi, kama waandamanaji waliokuwa wakitoa maoni yao kuhusu uchaguzi. Wanasiasa, wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu walijikuta wakipambana na mfumo wa sheria uliotajwa kukosa usawa, huku taratibu wa kuvuta mashtaka bila kufuta ukiwa umetajwa kuzuia haki na kuwalazimisha washtumiwa na watuhumiwa kubaki magerezani bila sababu ya msingi. Na katika kipindi hicho kulikuwepo na kuzimwa kwa mtandao na kuzuia upatikanaji wa taarifa kwa siku kadhaa baada ya uchaguzi. Mashirika ya haki za binadamu yalieleza kuwa hatua hiyo iliathiri uwezo wa kukusanya ushahidi na kuzuia taarifa zisizofaa kusambaa, na pia kuzuia dunia kujua ukubwa ukiukwaji uliokuwa ukiendelea. Kile kilichotokea Tanzania kikubaki ndani ya mipaka ya taifa hilo. Wiki chache baada ya uchaguzi, Umoja wa Mataifa ulitoa taarifa kali ya kulaani kile kilichoelezwa kama ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu na ukandamizaji wa kisiasa katika taifa ambalo hapo awali lilikuwa likitambuliwa kama kisiwa cha utulivu wa kidemokrasia. Ripoti hizo zilieleza kuwa uchaguzi ulifanyika katika mazingira yaliyofifisha uhuru na usawa, na kutokana na kuwepo kwa sheria zilizotungwa kabla ya uchaguzi, kuweka vizuizi kwa upinzani na kuwazuia kugombea au kushiriki kampeni.
Na katika ngazi ya Afrika, SADC ni Umoja wa Afrika na Umoja wa Afrika zilitangaza kuwa zitafanya tathmini mpya ya uhusiano wao na Tanzania, wakieleza kuwa uchaguzi uliobeba athari ya mauaji na ukiukwaji wa haki za msingi umekiuka misingi ya kidemokrasia ambayo jumuiya hizo zinatetea. Hatua hiyo ilionyesha kuporomoka kwa imani ya Afrika kwa taifa ambalo lilikuwa mfano wa utulivu, hasa baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Na katika ngazi ya kimataifa, Marekani hapo jana ilitangaza kuchunguza upya uhusiano wa pande mbili na Tanzania, ikieleza kuwa mauaji, ukandamizaji na ukosefu wa uwajibikaji vinaathiri uhalali wa utawala wa misingi ya ushirikiano wa kimataifa. Tisho hilo liliibuka kama ishara kubwa kwamba taifa hilo linaweza kukumbana na madhara ya kifedha, kidiplomasia na kijamii ikiwa halitafuata njia ya uwazi na haki. Na wimbi la ukandamizaji yalikuishia ndani ya mipaka ya Tanzania. Kulikuwa na taarifa za mashambulizi ya kimataifa dhidi ya watetezi wa haki waliokimbia nchi jirani. Mashirika ya kimataifa yalieleza kuwa kulikuwa na ufuatiliaji wa raia, kusikilizwa kwa mawasiliano na vitendo vya kijasusi ambavyo vililenga kuwanyamazisha wale waliokuwa wakikusanya ushahidi wa ukatili. Hatua hizo zilielezwa kama operesheni iliyopanuka nje ya mipaka ya kisiasa na kugeuza suala la kikanda. Uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 uliibuka katika historia ya taifa kama tukio lilotanguliwa na hofu na kimfumo. Katika kipindi cha miezi kadhaa kabla ya uchaguzi, vyama vya upinzani vilikabiliwa na vikwazo vingi. Baadhi ya viongozi wao walikamatwa na kutoweka, na hatua za kisheria zilizotungwa ili kupunguza nafasi ya ushiriki wa kisiasa zilitajwa kuwa zimeimarisha ushindi wa upande mmoja. Na muda mfupi kabla ya uchaguzi, upinzani ulielezwa kuwa na uwezo mdogo wa kushindana kwenye kampeni, alilotafsiriwa kama njia ya kuhakikisha matokeo yanayotarajiwa. Baada ya uchaguzi, taifa halikuingia katika hatua ya utulivu, na badala yake maandamano ya vijana yalizuka na kugeuka mapambano ya wazi kati ya raia na vyombo vya dola. Ripoti za kimataifa zilieleza kuwa vikosi vya usalama vilitumwa kwa utaratibu na kutumia nguvu haraka na bila tahadhari, na ni jambo lililopelekea mauaji ya watu wengi katika muda mfupi. Mashirika ya kimataifa hususan Umoja wa Mataifa yalitoa msimamo kwamba serikali ya Tanzania inapaswa kuchunguza na kuwajibika kwa matukio hayo, ikiwemo kuruhusu uchunguzi huru na kuwaleta wahusika katika sheria. Ripoti hizo ziliweka msisitizo kwamba familia zina haki na kujua mahali walipo wapendwa wao, na kwamba kurejesha miili kwa heshima ni wajibu wa msingi wa serikali. Pamoja na kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi, kulikuwepo na mashaka kuhusu uwezo wake wa kufanya kazi kwa uhuru. Mashirika ya kimataifa ilieleza kwamba bila uhuru wa kweli, basi tume hiyo inaweza kuwa kifaa cha kuficha ushahidi badala ya kuibua ukweli. Na katika mazingira ya kizunguzungu cha kisiasa, kiwewe cha kijamii na shinikizo la kimataifa, masaibu ya Tanzania inakuwa simulizi la taifa lililoteleza katika njia yake ya kidemokrasia, na hatua za baadaye zinatarajiwa kubeba mzigo mzito wa kujenga upya taswira ya nchi, kujenga imani ya wananchi na kurejesha uhusiano wa jumuiya ya kimataifa. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, ili tuweze kuwafikia ndugu jamaa ambao pengine bado hawajapokea taarifa hizi. Hapa ndipo